Mimi katika historia ya JKT nilipita JKT katika kikosi cha Mafinga. Nilinufaika sana mimi binafsi. Kwanza iliniimarisha ukakamavu, lakini pili utii, tatu uzalendo. Uzalendo. Tulivyomaliza pale tulienda kufanya kazi. Mimi kama mwalimu nilipangwa Njombe. Kupitia yale mafunzo yalinisaidia uvumilivu. Nilikuwa natandika mkeka na lala, naamka alfajiri na kimbiza watoto mchaka nikiwa kakamavu kupitia hayo mafunzo. Sasa kupitia yale mafunzo kwa kweli, kutokana na kujifunza mambo mengi mazuri, mpaka sasa mimi watoto wangu watatu wote wamepita JKT. Tena mmoja alipitia JKT akaamua kujiunga na jeshi moja kwa moja, ni luteni. Sasa katika wale watoto wote waliopita JKT nikilinganisha na wale ambao hawajapita kabisa, tofauti ni kubwa sana. Hawa watoto waliopita JKT kwanza hawadeki, yani muda wote wako shapu, yani wamejifunza ukakamavu, uvumilivu na kufanya kazi kwa bidii na uzalendo kwa ujumla kwa nchi yao ya Tanzania. Kwa hiyo ningetoa wito hata kwa wazazi wenzangu wengine, ikiwezekana watoto wanapomaliza kidato cha 6, cha 4, zikitokea nafasi za JKT wajiunge, wapeleke watoto huko. Ajira sio lazima waajiriwe kuwa mwalimu au nesi au daktari, hapana. Hata mtoto akipita kule tu amepata mafunzo na skills, ujuzi huu nilioeleza, akirudi kama hana kazi anaweza akaishi akajitegemea bila kuwa tegemezi. Mimi nitoe wito kwa vijana pamoja na wazazi. Ni kweli tuna upungufu wa ajira kutokana na hali ya uwezo wa nchi yetu au serikali yetu. Wote tunajua kwamba haiwezi kuajiri wote kwa wakati mmoja. Waende JKT bila kusikiliza maneno ya mitaani yanayokatisha tamaa kwamba JKT kuna mateso, JKT kuna hili. Wao waende JKT, watajifunza kule. JKT ni kuzuri. Yaani hata leo umri wangu ungelikuwa unaruhusu, ningeomba niingie JKT. Kwa hiyo naomba vijana wajiunge na JKT bila shida.